Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Ikhwani fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na vikao vyetu kwa kuzungumzia maswali yanayohusiana na masiku haya matukufu. Tumepata kitabu hapa kinachosema ahkam ashru dhulhijja wa ayyam tashriq, na kila kwa siku moja tunapata kuzungumza japo kipengele kimoja. Humu mna vipengele 6. Leo biidhnillahi tunaingia katika kipengele cha 3 kinachosema al-a'malu, matendo, wa ta'atu, na taa kwa maana ibada, fil ashiri, ndani ya masiku haya 10 min dhulhijja wa ayyamu tashriq, na siku za tashriq, mwezi 11, 12 na 13. Kwa hiyo hapa leo tunataka kuzungumzia matendo. Tufanye matendo gani katika masiku haya 10 na zile siku za sikukuu? Uislamu unatufundisha tufanye nini? Mtunzi wa kitabu anatuambia waqad marra ma'ana alhadith, na yamepita pamoja nasi mazungumzo haya, ma min ayami al'amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ashr. Hakuna siku ambazo kufanya matendo mema yanapendeza zaidi ndani ya siku hizo isipokuwa katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Maelezo haya tushazungumza kutoka katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fajamiul a'mali salihah, basi matendo yote yaliyokuwa mema, wa qurbat, na yote yale ambayo tunayafanya kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yustahabbu iktharu minha fi hadhihi al-ayyam, inapendeza kuyazidisha mambo hayo ndani ya masiku haya. Ikiwa ulikuwa unasoma Qur'ani, basi kithirisha. Ikiwa unaleta tasbihi, unasema subhanallah, pengine unao kawaida hiyo unazisoma angalau 100, basi fanya 1000. Ikiwa unatela la ilaha illa Allah 200, fanya 2000. Ikiwa ulikuwa unaswali sunna au huswali sunna, manake ndo uswali sunna kwa wingi. Na kama ulikuwa unaswali kidogo sunna, uzidishe, kwa sababu kufanya matendo ya kheri ndani ya masiku haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala inapendeza zaidi. Wala shaka, nasema hapana shaka, anna alhajja, kwamba kitendo cha kuhiji wanachoendelea nacho wenzetu huko, wassala, na kuswali, wasiyami, na kufunga, wassadaqa, na kutoa sadaka, waludhiya, na kuchinja, min ahami hadhihi al-a'mal, ni miongoni mwa mambo muhimu zaidi katika matendo hayo ambayo tunaambizana. Wenzetu washasogea Maka na Madina huko, lakini si hapa tunaswali hapa. Maana kitu kithirishe. Maana kama ulikuwa unachelewa kuingia msikitini, ujitahidi uwahi. Kuna siyam, kuna kufunga, na funga inaendelea. Kama ulikuwa unafunga Jumatatu na Alhamis na masiku meupe, ongezea na haya, ndio wakati wake. Kama ulikuwa unatoa sadaka 100, 1000, ongeza kidogo. Katika masiku haya unatakiwa uongeze, lakini vile vile unatakiwa uchinje. Kama ulikuwa una kawaida ya kuchinja mbuzi mmoja, sema hapana, safari hii niteka 3, niteka 4, niteka 2. Na kama tulivyozungumza jana, unaweza ukatia nia kwamba unajichinjia wewe na familia yako, na miongoni mwa familia yako, kwa mujibu wa maelezo wa wanachuoni, hata wale waliokufa. Mimi leo ninachinja huyo sikukuu, inshallah nitachinja kwa nafsi yangu mimi, kwa ajili yangu mimi, lakini na nia nyingine natia kwa ajili ya familia yangu, wale waliokuwa hai. Na katika familia yako wanachuoni wanasema, na hata wale waliokufa ni katika familia yako, tia nia hiyo, sadaka hiyo itawafika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna hadhihi alqubur, hakika ya makaburi haya. Wakati alipolitembelea moja ya makaburi ya watu wake ambao
walikuwa hapo msikitini akawa hawaoni, akaenda pale kumwombea dua. Anasema hakika makaburi haya yanakuwa na kiza totoro kwa sababu ya madhambi yetu, lakini Mwenyezi Mungu anayatia nuru biswalati, kwa dua zangu. Kwa hiyo manake tukiwaombea dua wazazi wetu, yale makaburi yanaingia nuru, na tukipelekea sadaka kama hivi, yale makaburi yanaingia nuru. Kwani sisi hatutaki? Tukishakufa hatutaki vitu kama hivi? Basi ukiwa wewe unafanya, basi ujue na wewe utafanyiwa. Lakini wewe sasa hivi ufanye, ujue hakuna mtu ambaye atakufanyia. Kwa na wewe fanye haya. Kwa hiyo anasema haya ni miongoni mwa matendo ambayo ni muhimu sana. Falhajju faridhatun ala mukallafin mustati', basi hija ni lazima kwa mtu ambaye amebaligh, mwenye uwezo. Wa huwa fardhu marra fil umr, nayo ni fardhi hii mara moja tu katika mwaka. Ikiwa wewe Mungu atakujalia utaishi miaka 60, basi ni lazima mwaka mmoja uende. Utaishi miaka 70, 80, basi ni lazima, ya lazima ni mara moja. Mtume anasema alhajju marra, hija sani mara moja. Faman zada fahuwa tatawwu, yule ambaye atazidisha tenda tena na tena, tenda tena na tena, hiyo ni sunna. Hiyo ni sunna, na ilielekea ikiwa na uwezo, ushakuwa na uwezo mzuri kama huo, usiende wewe, mpe uwezo huo mtu mwingine mnyonge aende yeye, utakuwa umefanya sadaka kubwa. Wewe ushaenda mara moja, mara ya pili, mara ya tatu, usiende wewe, ushaji na uwezo, mpe ambaye hajenda. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupa fungu lako kubwa kabisa kuliko hata lile ambalo ukienda wewe, kwa sababu ushafanya. Ukienda wewe mara ya pili, mara ya tatu, ni sunna tu hizo. Faman hajja faridha, basi yule ambaye ataenda kuhiji, fardhi ni fardhi, yustahabbu lahu alhajj marra, basi ni sunna kwake yeye, inapendeza kwake yeye kuhiji mara moja tu. Maratan ukhra, kuhiji tena mara ya pili. Yustahabbu lahu alhajja maratan ukhra, yule ambaye kashahiji mara ya kwanza, ni sunna kwake yeye kuhiji mara ya pili. Ilo moja. Wal udhiyatu wajiba, na kutoa na kuchinja mnyama, wajibatun, ni lazima, ala rajih lilqadir alayhi, kwa kauli yenye nguvu lakini kwa mwenye uwezo. Hii kuchinja hapa kwa mujibu wa kitabu hichi kasema ni lazima, lakini wanachuoni wanaona si lazima, isipokuwa ni sunna iliyotiliwa mkazo. Ni sunna iliyotiliwa mkazo. Lakini Imamu Abu Hanifa yeye anaona lazima, Imamu Shafi, Imamu Ahmad, Imamu Malik, wao wanaona ni sunnatul muakkada kuchinja, ni sunna iliyotiliwa mkazo. Lakini Abu Hanifa anaona yeye ni lazima, na wanachuoni wengine kama Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymeen na wengineo wanasema ni lazima, wao wanaona ni lazima. Na huyu mwenye kitabu hapa anatuambia wal udhiya, na kuchinja kichinjwa kile cha sikukuu kile, wajibatun, ni lazima, ala rajih lilqadir alayhi, kwa kauli yenye nguvu lakini kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo mwenye uwezo kamuingiza ni lazima, mwenye uwezo kamuingiza kwenye ulazima. Lakini Imamu Shafi yeye anaona mwenye uwezo ikiwa hakuchinja inakuwa ni makruhu, ni jambo lenye kuchukiza. Anasema wa waqtuha min ba'di salati al-Eid al-Adha, na wakati wa kuchinja baada ya swala ya Eid al-Adha, ila akhir ayyam at-tashriq 13 min Dhul-Hijja, mpaka mwisho wa siku za tashriq. Kwa ni mwezi 10 inaanza, wewe unaruhusiwa kuchinja mwezi 10, 11, 12, 13 unaruhusiwa kuchinja. Ayyamu tashriq zinaanza mwezi 11, 12, 13. Yaumun nahri ni ile siku ya sikukuu, ndio siku ya kwanza, siku ya kuchinja. Kwa hiyo wewe utakuwa unao muda huo wote wa kuchinja. Wa hiya min afdalil a'mali as-salihah fil ashr, na tendo hili la kuchinja ni miongoni mwa tendo mabora kabisa katika masiku haya 10. Tendo jingine, kaanza hija kaja kuchinja, anataja tendo jingine, wasiyamu, na kufunga. Min afdalil a'mali as-salihah, ni miongoni mwa matendo bora kabisa.
fayustahabu lahu, basi inapendeza kwake mtu an yukthira min as-siyami fi hadhihi al-ayami, akithirishe kufunga katika siku hizi, wa khasatan yawma Arafa, na hasa hususan siku ya Arafa, usije ukaiacha hiyo. Na kwa vile alhamdulillah mashallah safari hatuna mizozo mwezi sawa kule, leo mwezi 3 kama nitakosikosei mwezi 3, na sisi hapa mwezi 3, mwezi 4, mwezi 4 5 tunakwenda Arafa. Zanzibar yetu shwari kabisa, mambo mazuri, hakuna mitafaruku tena. Utachagua mwenye siku ya sikukuu, ima ukaswali msikitini au ukaswali uwanjani mwenyewe, lakini kuswali uwanjani al-afdal, ni bora zaidi, kwa sababu Mtume alikuwa akiswali katika sikukuu, alikuwa akiswali viwanjani, na pamoja kwamba msikiti upo, lakini alikuwa akiswali viwanjani. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuswali kiwanjani ni bora zaidi. Usitio kasema tumeambiwa tusiswali msikitini, kaswali msikitini, urahisi wako msikitini, nenda. Fafihi thawabu adhim, ndani ya kufunga kunapatikana thawabu kubwa, kama sayati, kama itavyoelezewa hilo kariban hapo karibu. Wa fi siyam mutlaq jaa at-targhib fihi kathiran, na katika kufunga kwa kawaida, maana kuna siyamu mutlaq na siyamu muqayyad, siyamu zilizofungwa na kuna siyamu zilizoachiwa. Siyamu zilizofungwa ni zile siyamu za Ramadhani, mfano Ramadhani nadhiri, unalipa Ramadhani, hizo zimefungwa. Lakini katika kufunga katika hali ya kawaida tu, funga ambazo zimeachiwa, anasema hivi at-targhibu fihi kathiran. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi chungu mzima zinazohimiza watu wafunge. Ziko mahimizo ya kuchungu mzima. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, ma rawahu an-Nasai wa ghairi, mapokezi ya Imamu an-Nasai na wengineo, an Abi Umamata radhiyallahu anhu, hadithi ya Abu Umama Allah muiradhi, qala, amesema qultu ya Rasulullah dalluni ala amali adkhala bihi aljanna, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, we nijulishe juu ya tendo ambalo nikilitenda litakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi. Abu Umama anamwambia Mtume, niambie tendo ambalo nikilitenda mimi nitakuwa sababu ya kuingia peponi. Qal, Mtume akamjibu, alaika bisawm, ilazimishe na kufunga, shikamana na kufunga, la mithla lahu, kwa sababu hiyo funga haina mfano, ilazimishe na kufunga. Kwa hiyo hili liko wazi kabisa, na sisi tunatakiwa tujikite katika kufunga vile vile. Na katika matendo mema vile vile, minal amali salih at-takbir, kuzileta takbir, kusema la ilaha, kusema Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamd. Kuzileta takbir ni katika matendo yaliokuwa mema kufanya. Fayustahabu takbir, basi imesuniwa, ni inapendeza kuzileta takbir. Watahmidi, na kuleta tahmidi, kusema alhamdulillah, kusema Allahu akbar na kusema alhamdulillah. Watahlilu, na kusema la ilaha illa Allah. Watasbih, na kusema subhanallah. Ayyam al-ashr, ndani ya masiku haya 10, ni katika matendo mema, matendo bora kabisa tuyafanye. Wa idharu dhalik, na kudhihirisha hilo, fil masajidi, miskitini, wa manazil, na majumbani, wa turukati, na kwenye njiani, wa ghairiha, na sehemu nyinginezo. Tunatakiwa hizi tudhihirishe, maana dhikri nzuri ni zile ambazo zinafanywa kimya, ndio dhikri nzuri, kwa sababu dhikri ziko 3. Wanachuoni wanatuambia mitindo 3. Kuna dhikri ya moyoni, kuna dhikri unatikisa midomo yako miwili, na kuna dhikri unatumia midomo yako miwili na moyoni. Hizo ndio dhikri tunafundishwa hivyo. Kwa hiyo hii ya tasbihi na takbir na tahalili katika masiku haya inapendeza zaidi na vizuri zaidi kudhihirisha, watu wasikie. Unaingia marikiti pale, kuingia ndo pale unazileta takbiri zile, na watu wakifuatisha hakuna tatizo. Unaingia dukani, kwanza kabla haja kuuzia, kwanza unampigia takbiri kwanza, anambia itikia kwanza hapo,
alafu ndo tuuziane hapa. Kwa hiyo hapa ndo mahali pake katika wakati huu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, liyashhadu manafia lahum, ili washuhudie, ili waone manufaa yao. Manufaa yao waone vipi? Manufaa kuyaona ni pale Mwenyezi Mungu anapokusamehe, ni pale Mwenyezi Mungu anapokulipa thawabu unapofanya matendo ya kheri kama haya. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na wapate kumtaja Allah katika siku maalum. Ala ma razaqahum, kwa vile Allah amewaruzuku min bahimatil an'am, kutokana na wanyama hoa. Wanyama hoa ni wepi hao? Ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa Mwenyezi Mungu amekupa neema, na wewe ukasema na mimi natoa sadaka, basi Mwenyezi Mungu anakuneemesha kukusamehe, anakuneemesha kwa kukupa thawabu. Fanya hivyo, toa sadaka hiyo. Kwa tunahimizwa katika aya haya mambo tuyafanye. Unatoa ngamia wa miaka 5, ng'ombe wa miaka 2, mbuzi wa miaka 2, kondoo wa miaka 2, au hata mwaka mmoja, na wengine wamesema hata miezi 6. Lakini wewe tafuta, Mtume alikuwa akitoa vipi? Anatoa vinono Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe jitahidi utoe vinono. Ikiwa unaweza ng'ombe fahuwa. Ukisema bwana watu 3 bwana tuchange ng'ombe, watu 3, 1 2 3 5. Tuchukue ni ng'ombe pale wa milioni 2, yule milioni 2 yule alonona sawa. Mnachukua yule, mnatoa kwa ajili ya Allah. Unatia lile kusudio lako kwa familia yako na kila kitu. Tufanye hivyo inshallah. Hiyo ni suratul Haji aya 28. Wa jamhurul mufassirina, na kundi la wafasir, ala anna al-ayyam al-ma'lumat, kwamba hii ayami maalumati iliyotajwa hapa kwenye aya inakusudiwa hiya ayyamul 10 min Dhulhijja, ni siku 10 zile za Dhulhijja. Wakad marra maana, na hakika tumepita pamoja, kaulihi ta'ala, maneno ya Allah, kaulihi sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, kithirisheni katika masiku hayo, kithirisheni katika masiku hayo kusema la ilaha illa Allah, kusema Allahu akbar, na kusema alhamdulillah. Kithirisheni. Watakbiru fi hadha zaman, na takbiri katika nyakati hizi, miaka yetu hii, swara min sunan almahjura, imekuwa ni katika mienendo watu wameiacha. Hizi takbiri watu hawana habari nazo, watu wameacha kabisa. Fayambahi aljahru bihi, basi inalazimika tuzidhihirishe jamani, tudhihirisheni. Tukipita masokoni, ukiingia kwenye daladala kule, ukishakutoa salamu alaikum, lete takbiri watu waitikie mule. Ukishakukaa kwenye bodaboda lile bodaboda umemsimamisha, lete takbiri na bodaboda unaambia itikia, twende mbele. Ni mahali pa kudhihirisha sasa hivi, sio kwa kuleta kimya kimya. Hii watu wameiacha, anasema sunna hii imeachwa. Sasa hivi tujihimizeni, tudhihirisheni. Wala siyama fi awwal al-ashr, na haswa mwanzo wa masiku haya 10. Wakad thabata ani salaf, kwa hakika imethibiti kutoka kwa wema waliopita, dhalika, jambo hilo. Wa minhum, miongoni mwa hao wema waliopita waliofanya kudhihirisha jambo hili, Abdullah ibn Umar wa Abu Huraira radhiyallahu anhum. Ni huyu sahaba anaitwa Abdullah ibn Umar, kijana kabisa huyu, kindaki mbichi. Wewe kijana, wewe unaona haya kudhihirisha? Mbona wenzako, uone wenzako, vijana wenzako wanavyodhihirisha manyimbo yao nje huko, unamuona pale pembeni pale anaimba. Ala, tena wewe kijana kudhihirisha takbiri unaona tabu? Dhihirisha takbiri, una tatizo lolote? Kisha kusalimiana naye mtu, kwanza unampiga takbiri yake kwanza, anambia tikia na hiyo kwanza, tuitikie pamoja. Kwa hiyo Abdullah ibn Amr na Abu Huraira, fa fil hadithi, katika hadithi, annahuma, kwamba hawa wawili kana, walikuwa yakhrujani, wanatoka ila suq, kwenda sokoni, ayyamul ashr, ndani ya haya masiku 10, yukabbirani,
wanazileta takbiri, wayukabbiru nnasu, na watu vile vile baada kusikia wale wakitoa takbiri, na watu nao wanatoa takbiri, bitakbirihima, kwa takbiri zao. Kiingia tu sokoni pale, kwani wewe si mtu wa makelele? Mbona makelele yako ya mpira tu wewe? Wamefungwa juu nini? Leo wamefungwa, weka pembeni. Ingia dumbani, ingia, anza bwana, Allahu akbar, Allahu akbar, watu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, watu wanatikia Allahu akbar walillahi alhamd. Huwezi hivyo. Ingia darasani na takbiri, kwa darasani mwako ingia na takbiri. Watu wata vipi tena ukijana? Hakuna vipi, tunahiuisha hii sunna, mmeiacha. Tunahiuisha, mmeiacha, tunahiuisha. Maelezo ya mwisho anasema, wa min al-a'mali salihah, na miongoni mwa matendo mema, allati yanbaghi iktharu minha, ambayo tunalazimika kuyakithirisha katika masiku haya, fi hadhihi al-ayyam, tilawatul Qur'an, kusoma sana Qur'an, wa qira'atu kutubi sunna, na kusoma vitabu vya sunna. Kama hivi hapa tumekaa kitako tunadidurusisha yenyewe, kukithirisha kufanya hivyo. Wa tauba, na kuleta toba, kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, tukithirishe taubatun nasuha, na toba ile ya kweli. Wa salawatu tatawwu, na kuzileta kwa wingi sala za sunna. Wa ghairiha, na asiyokuwa hayo, min al-a'mali, miongoni mwa matendo. Waliyahrisul muslim, basi muislamu afanye pupa, ala mawasimil khair, katika msimu huu, misimu hii ya kheri, liyukaddimu nafsahu, ili aitangulizie nafsi yake, amalan saliha, matendo mema. Uitangulizie nafsi yako matendo mema kwa Mungu. Maana ukishakulifanya jema tayari Mungu lishafika kwa Mungu, lishaandikwa tayari. Kwa ufanye pupa, uifanye ili utangulize mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yajiduhu, utakuja kulikuta hilo jema, utakuja kuyakuta hayo mema, fi hasanatihi, katika mema yako. Ukifungua kitabu chako wanasema, bwana pale kama masahara tulifanya, kumbe jamaa hili hapa limo hili hapa nimelikuta. Ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakuna kubwa wala dogo isipokuwa limedhibitiwa, limo. Kwa hiyo tufanye pupa kwa pamoja wetu, kwa uwezo wetu, tujitahidini kuvuna katika masiku haya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun mursalin, alhamdulillah.